Naam, habari za jioni mtazamaji wa Channel 10 Plus popote pale ulipo, ni matumaini yangu umeshinda salama. Karibu kwenye taarifa yetu ya habari ya kutwa nzima leo kutoka hapa Channel 10 Plus. Msomaji wako ni mimi Fatma Hassan. Karibu. Wabunge wameishauri serikali kutobadili matumizi ya fedha za mfuko wa barabara kwa kuelekeza 5% ya mapato yake kwenye miradi mingine ya maendeleo, wakisema hatua hiyo inaathiri matengenezo ya ukarabati wa barabara na madaraja kutokana na uhaba wa fedha katika sekta hiyo. Amani Mbando anaripoti. Wakichangia mjadala wa bajeti ya Wizara ya Ujenzi kwa mwaka 2026-2027, baadhi ya wabunge wameunga mkono ushauri wa kamati ya kudumu ya bunge ya miundombinu wa kuitaka serikali kutotumia 5% ya fedha za mfuko wa barabara kwenye matumizi mengine, wakieleza kuwa sekta hiyo bado inahitaji fedha nyingi kwa matengenezo na ukarabati wa miundombinu. Serikali itafute maeneo mengine ya kutoa fund iende kusaidia maendeleo mengine, na fedha za mfuko wa barabara ziachwe kama zilivyo. Tukiruhusu reallocation kwenye fedha hizi, hiyo 5%, ni wazi kabisa TANROADS itakufa na haitaweza kujisimamia. Kwa upande wake, mbunge wa Musoma Vijijini Profesa Sospeter Muhongo ameishauri serikali kuongeza bajeti ya sekta ya ujenzi hadi kufikia wastani wa 5% ya pato la taifa, yani GDP, ili kukidhi mahitaji ya miundombinu na kuharakisha utatuzi wa changamoto za barabara na madaraja nchini. Bajeti yetu hii ya trilioni 62 hata tukitoa kwenye hivi vitatu tu hazitoshi. Kwa hiyo tatizo hapa ni fedha. Anashinda mtu toka nje ya nchi, anakuja na begi lake, anasaini mkataba, alafu sisi tunamtafutia advance payment na tunasema tuna shida ya fedha, wakati itakiwa wale watu wanatoka nje waje na mitaji yao. Aidha, wabunge hao wamezungumzia changamoto za ubovu wa barabara, madeni ya wakandarasi wazawa, pamoja na baadhi ya maeneo kutounganishwa na barabara za lami. Vilevile tunaomba kuzibiwa mashimo yaliyochimbika katikati ya barabara yaliyosababishwa aidha na mvua na changamoto zingine, ili kupunguza ajali na kuharibika kwa vyombo vya moto. Barabara nyingi zimejengwa kati ya mwaka 2000 na mpaka 2026. Lazima barabara nyingi kati ya 30% mpaka 40% zimeshamaliza life cycle yake. Mimi ningekuwa naweza kuwakonvinsi wabunge, tungekanseli mipango yote ya mwaka huu, tukarabati kwanza hizi barabara. Mimi nimekuwa dereva wa waheshimiwa wabunge miaka 6. Amani Mbando, Channel 10. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ametatua mgogoro wa ardhi kati ya parokia ya Mtimho ya Kanisa Katoliki Jimbo la Moshi na Mzee Peter Morisi wa kijiji cha Msaranga, wilaya ya Rombo, mkoa wa Kilimanjaro, uliodumu kwa kipindi cha miaka 51. Waziri Mkuu alipokea malalamiko ya Mzee Peter Morisi alipokuwa akihutubia mkutano wa hadhara uliofanyika katika viwanja vya halmashauri ya wilaya ya Rombo wakati wa ziara yake ya kikazi mkoani Kilimanjaro Februari 17 mwaka huu, ambapo aliahidi kuwa serikali ingetuma wataalamu wilayani humo kwa ajili ya kuchunguza na kutatua mgogoro huo. Katika madai yake, Mzee Peter Morisi alieleza kuwa eneo lake lilichukuliwa kwa nguvu na Kanisa Katoliki na kwamba fidia aliyolipwa ilikuwa ndogo ikilinganishwa na ukubwa wa eneo lililotwaliwa. Kutokana na kutopata suluhisho kwa muda mrefu, aliamua kuwasilisha malalamiko yake kwa Waziri Mkuu wakati wa mkutano wa hadhara. Kufuatia maelekezo hayo, Waziri Mkuu alituma timu ya wataalamu mkoani Kilimanjaro na kwa kushirikiana na viongozi wa mkoa, viongozi wa kijiji cha Msaranga, ambapo walitembelea eneo la mgogoro na kufanya vikao na familia iliyokuwa katika mgogoro, viongozi wa kijiji pamoja na viongozi wa parokia ya Mtimho, na kupitia nyaraka zote husika, ambapo walikubaliana kumaliza suala hilo kwa njia ya maridhiano. Mgogoro uliodumu kwa kipindi kirefu cha miaka zaidi ya 50 umetatuliwa. Mimi kwa niaba ya wananchi nasema kwamba
tutashirikiana na ndugu yetu ambaye tulikuwa na mgogoro naye, tutakaa pamoja, tutafanya kazi pamoja, tutakula pamoja, alimradi maisha yasonge mbele. Kwa sababu mgogoro huu umedumu muda mrefu, wanajamii wanasali katika kanisa hili, wamekuwa wanapata shida kidogo, na bahati nzuri mpiga kura wangu Peter Morsi naye leo amepata hati. Naomba kwa pamoja tuchukue nafasi hii kuwashukuru sana, tunawaombea maisha marefu. Serikali kupitia Wizara ya Katiba na Sheria imezindua mkakati wa kitaifa wa upatikanaji wa haki kwa wanawake, huku ikisisitiza kila mtu kwa nafasi yake kutekeleza mkakati huo ili Tanzania isiwe na ubaguzi wa aina yoyote katika upatikanaji wa haki. Kuringe Mongi na taarifa zaidi. Akizindua mkakati huo wa kitaifa wa upatikanaji wa haki kwa wanawake hapa jijini Dodoma, Waziri wa Katiba na Sheria Dr. Juma Omera alisema, tunatekeleza vyema mkakati huu na kujenga Tanzania yenye mfumo wa haki unayojumuisha wanawake wote bila ubaguzi wa aina yoyote. Tujenge taifa ambalo la usawa wa kijinsia na nguzo ya maendeleo endelevu, haki na msingi wa usawa wa kijamii. Aidha, Waziri wa Katiba na Sheria akawa na rai kwa wadau wa upatikanaji wa haki nchini, huku mkurugenzi wa msaada wa kisheria Wizara ya Katiba na Sheria Bi Esther Msambazi akifafanua ni kwa nini mkakati huo umeundwa, huku mwakilishi wa shirika la maendeleo la Umoja wa Mataifa UNDP Bi Frida Mwakasiuka akiwa na ujumbe kwa Tanzania. Ni rai yangu kwamba sisi kama wadau na wajumbe wa jukwaa hili tujizatiti katika kutekeleza majukumu na mkakati huu wa upatikanaji haki kwa wanawake, ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa mkataba tulioidhinisha. Inaonesha asilimia 40 ya wanawake wenye umri wa kuanzia miaka 19 mpaka 49 wanapitia vitendo vya ukatili wa kimwili, lakini pia asilimia 17 wameweza kutoa taarifa kuhusiana na masuala ya ukatili wa kingono. UNDP tunaipongeza sana serikali mheshimiwa, kupitia wizara yako ya Katiba na Sheria kuhakikisha utawala wa sheria na upatikanaji wa haki unaboreka nchini. Tumeshuhudia mabadiliko makubwa sana. Kutoka hapa Dodoma ni Kuringe Mongi. Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Kilimanjaro imesema mtumishi wa halmashauri ya wilaya ya Moshi aliyegundulika kulipwa mshahara hewa kwa zaidi ya miezi 10 amerejesha fedha hizo kiasi cha shilingi milioni 11.4, ambapo hatua nyingine za kisheria zitachukuliwa. Ahmad Nandonde ametuandalia taarifa ifuatayo. Akizungumza kuhusu mafanikio ya utekelezaji wa shughuli za taasisi hiyo kwa kipindi cha Januari hadi Machi mwaka huu, mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Kilimanjaro Musa Chaula amesema uchunguzi uliofanywa ulibaini mtumishi huyo alikuwa akilipwa fedha hizo kuanzia Agosti mwaka 2022 hadi Juni 2023 bila kuwepo katika kituo chake halali cha kazi cha hospitali ya Marangu. Amesema wakati akiendelea kulipwa mshahara huo serikalini, mtumishi huyo alikuwa akifanya kazi katika kituo cha uuguzi Machame kinachomilikiwa na KKKT Diocese ya Kaskazini, hali iliyosababisha matumizi yasiyo halali ya fedha za umma kabla ya TAKUKURU kuchukua hatua na kufanikisha urejeshwaji wa fedha hizo. Baada ya kubaini hayo, TAKUKURU hai ilimtaka mtumishi huyo kurejesha kiasi hicho cha fedha ambacho hakustahili kulipwa, ambapo Machi 3, 2026 mtumishi huyo alirejesha fedha yote kiasi cha shilingi milioni 11,400,000 kupitia akaunti ya NMB KCB hai, na hatua nyingine za kisheria zinaendelea. Katika hatua nyingine, Chaula amesema TAKUKURU kituo maalum cha Holili kimefanikiwa kusimamisha mkataba usio rasmi uliokuwa umeingiwa kati ya kijiji hicho cha Uparo kilichopo kata Kirua Vunjo na kampuni ya Million Engineering and General Supply Limited, hatua iliyosaidia kuokoa mapato ya kijiji hicho baada ya kubainika kuwa mkataba huo haukufuata taratibu za kisheria. Na kuokoa kiasi cha shilingi milioni 2,500,000 mapato ya kijiji cha Uparo. Makubaliano walioingia na mwekezaji huyo yalikuwa ni ulipaji ushuru wa madini ya ujenzi kwa kiwango cha shilingi milioni 2 kwa trip 300 badala ya kulipa shilingi 15,000 kwa kila trip, sawa na shilingi milioni 4,500,000
kwa trip 300. Ahmad Nandonde, Channel 10. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China, Gao Jikun, amesema Washington inapaswa kuacha kutumia vikwazo na mfumo wa sheria kama nyenzo ya kuishinikiza Cuba na kuacha vitisho vya matumizi ya nguvu na kuishitaki Marekani kwa mauaji aliyekuwa rais wa Cuba Raul Castro. Nayo serikali ya Rais Donald Trump imeongelea shutuma hizo dhidi ya Castro na kusema kifo cha rais huyo kilichotokea mwaka 1996 kilisababishwa na ndege mbili za kiraia za kundi la wakimbizi wa Cuba ambao makao yake yalikuwa Miami zilidunguliwa na jeshi la Cuba na kusababisha vifo vya watu 4. Hatua hiyo imezidisha mzozo kati ya Washington na Havana, wakati utawala wa Trump ukiendelea kuongeza shinikizo la kiuchumi na kisiasa dhidi ya serikali ya kikomunisti ya Cuba. Wakazi wilayani Serengeti mkoani Mara wamepongeza uamuzi wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan wa kuidhinisha ujenzi wa kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Serengeti, ambapo wamesema mradi huo utafungua ukurasa mpya wa maendeleo ya uchumi, biashara na ajira katika eneo hilo. Musa Makali anaripoti kutokea Mara. Kauli hii wanaitoa wakati serikali kupitia Wizara ya Uchukuzi ikieleza hatua mbalimbali za utekelezaji wa mradi huo mkubwa unaotarajiwa kuongeza ukuaji wa sekta ya utalii nchini, ambapo wananchi wa wilaya Serengeti wamesema itasaidia kuongeza watalii na kuinua uchumi wa wilaya hii. Kwa sababu hawezi wakasema kwamba uwanja ujengwe usijui wapi. Hapa ndipo mahali kitovu cha utalii ni hapa. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa Mheshimiwa Rais kwa uamuzi wake wa kujenga uwanja huu, kwa sababu utasaidia wananchi wa Serengeti. Hiyo uwanja wa ndege kujengwa Burunga au Serengeti, kata ya uwanja wa ndege, ni fursa kwa wana Serengeti. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Mara Kanalevas Mtambi ameipongeza serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Wizara ya Uchukuzi kwa hatua yake ya kihistoria ya ujenzi wa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Serengeti, huku akisema mradi huo mkombozi mkubwa wa sekta ya utalii na uchumi wa taifa kwa ujumla. Mwanzoni palikuwa na wazo la kuwa uwanja tu wa ndege, lakini baada ya tafiti kufanyika ikaonekana ipo haja ya maksudi pawe na uwanja wa kimataifa. Hivi ninavyozungumza nanyi, uwanja ule mdogo ulioko pale Seronera, nadhani is one of the busiest airstrips in Tanzania, kwa sababu kuna wakati pale kwa siku moja tunapokea ndege 100. Na kwa sasa taratibu za kumpata mkandarasi wa ujenzi pamoja na mhandisi mshauri zinaendelea. Kutoka mkoani Mara, jina langu ni Musa Makali. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amependekeza kuifanya Ukraine kuwa mwanachama mshiriki wa Umoja wa Ulaya EU ili kuisogeza karibu na umoja huo kabla ya kukamilisha mchakato wa kufuzu kwa wanachama kamili. Kupitia barua aliyoandikia Rais wa Halmashauri Kuu ya Ulaya Ursula von der Leyen na Rais wa Baraza la Ulaya Antonio Costa iliyoonwa na mashirika ya habari mapema hii leo, Merz amependekeza maafisa wa Ukraine kuruhusiwa kushiriki katika mikutano ya kilele ya EU na ile ya mawaziri, ingawa hawatakuwa na haki ya kupiga kura. Ukraine inataka kujiunga na umoja huo kama hatua ya kuimarisha usalama na ustawi wake wakati ikikabiliana na uvamizi wa Urusi, na haswa kwa kuwa hadi sasa Marekani imelipinga wazo la taifa hilo kujiunga na jumuiya ya NATO. Kijana mmoja aliyefahamika kwa jina la Abasi Masud Othman mwenye umri wa miaka 30, mkazi wa mkoa wa Kigoma, amefariki dunia baada ya kuzama katika bwawa la maji lililopo karibu na shule ya Al-Khamis Camp, wilaya ya Chake Chake, mkoa wa Kusini Pemba. Taarifa zaidi na Masanja Mabula.
Mujibu wa mashuhuda wa tukio hilo, wamesema marehemu alikwenda katika bwawa hilo kwa ajili ya kufua nguo, na baada ya kumaliza alianza kuogelea na kuzama, hali iliyosababisha kupoteza uhai wake. Maji kwenye ndoo yamtosha, akasema nataka ogelee. Mimi nikamkataza, ngamba usiogelee, unaweza kuogelea? Akasema naweza. Basi mimi nikachukua ndoo, nikateka, nikasogea pembeni nafua. Nikasogea pembeni mbali kidogo. Samda yeye anaendelea kuogelea, anapiga maji. Mimi nasikia maji yanapigwa huko, kawa sielewi. Sasa ile nageuka, nakuta mikono ndio inaishia. Kufanya michezo humu kwa sababu ni mara ya pili hii tunapokea taarifa na matokeo kama haya kuzama mtu humu. Na pia kwa serikali ya wilaya ikiwezekana ili shimo lifukiwe kabisa. Kama kaja na naye, juzi karibuni kaenda kaondoka hapa kaenda nyumbani kidogo akarudi. Kaja tena utafanya kazi, ndio leo Mwenyezi Mungu andialia. Upande wake mkuu wa operesheni kikosi cha zimamoto na uokozi mkoa wa Kusini Pemba, mrakibu mwandamizi Mbaruku Ali Juma, amesema wamepokea taarifa za kuzama kwa kijana huyo na mara moja walifika katika eneo la tukio kwa ajili ya kutoa huduma za uokozi, huku mkuu wa wilaya Chake Chake Zuhura Mgeni Othmani ametoa pole kwa familia ya marehemu. Baada ya kufika kitengo chetu cha madaiva na tumefanikiwa kumpata muda si mrefu akiwa ameshafariki. Sasa hivi tumewakabidhi wenzetu wa jeshi la polisi, wao wataenda naye hospitali kwa taratibu nyingine. Natoa wito kwa familia ya marehemu, tuwe pole. Huu ni msiba ambao hata sisi umetuuma sana. Ni kijana ambaye ametoka kwao kwa kuja hapa kwa kazi ya kujishughulisha na utafutaji wa maisha, lakini mitihani ama mauti umemfika akiwa katika harakati za kujitafutia maisha. Ni Masanja Mabula, Channel 10, Pemba, Zanzibar. Zaidi ya wananchi 1270 wa vijiji vya Malanduku na Kiombo kata ya Lupila wilayani Makete mkoani Njombe wameondokana na changamoto ya ukosefu wa maji safi na salama baada ya serikali kujenga mradi mkubwa wa maji wenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 904. Mradi huo unaotekelezwa na wakala wa maji na usafi wa mazingira vijijini RUWASA unahusisha tenki la maji lenye uwezo wa kuhifadhi lita 75,000 pamoja na vituo 28 vya kuchotea maji kwa jamii. Tupate taarifa zaidi kutoka kwake Michael Patrick. Mradi huu ulianza kutekelezwa Julai 2025 na sasa umekamilika na kuanza kutoa huduma ya maji kwa wananchi. Baadhi ya wananchi wanasema kabla ya ujio wa mradi huo walikuwa wakitaabika kufuata maji ya visima ambavyo vipo mbali na makazi yao, lakini pia si salama kwa afya zao. Ikifika miezi ya 8, ya 9, wa 10, miezi hiyo mitatu, vyanzo vyote vya maji tulivyokuwa tunachota vinakauka. Kwa hiyo wale wa kibande wanatoka kule wanakuja huku. Kiangazi tulikuwa tunateseka na maji sana, wakati wa ufyatuaji wa tofali, wa kilimo cha michicha, mpaka tuingie mabondeni. Na hapa wanashukuru TANROADS kwa kuona ipo haja ya kuwa na miradi ambatishi katika miradi yao ya barabara. Rais ameona kwamba wilaya ya Buhigwe wawe na tenki hili na maji wayapate kwa muda. Kwanza hilo tunamshukuru sana rais. Karibia kila mtu ana maji nyumbani, anafanya mipango yake anavyojua, wengine wanamwagilizia michicha, wengine wanachatulia tofali, wengine. Meneja wa TANROADS mkoa wa Kigoma Mhandisi Elson Mwelanzi anawasihi wananchi kuendelea kuitunza miradi hiyo ili iwe na tija kwa jamii yao. Tunawasihi sana wananchi waweze kutunza kwanza miundombinu ya barabara ambayo ndio imesababisha uwepo wa miradi hii ambatishi. Serikali imetumia gharama kubwa chini ya serikali yetu ya awamu ya 6 chini ya rais wetu hodari Dr. Samia Suluhu Hassan. Mwajabu Hoza, Channel 10, Kigoma. Asante Mwajabu Hoza, ni taarifa yake hiyo Mwajabu Hoza na sio Michael Patrick. Mradi wa ujenzi wa ghala la kisasa la bohari kuu ya dawa MSD katika hospitali ya rufaa ya Kanda Chato mkoani Geita umefikia asilimia 57, ambapo unatarajiwa kuongeza upatikanaji wa dawa na vifaa tiba katika mikoa ya Geita, Kagera, Shinyanga pamoja na Kigoma. Tupate taarifa zaidi na Mrisho Sadik. Mradi huo ulianza kujengwa Agosti mwaka 2025 ukiwa na thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 19. Unahusisha ujenzi wa ghala kubwa la kisasa lenye ukubwa wa mita za mraba 4,800, majengo ya utawala, ukuta wa uzio, jengo la ulinzi, jengo la jenereta, banda la taka na kisima cha maji, ambapo anatarajiwa kukamilika
Oktoba mwaka huu. Tupo 57% ya ujenzi kwa maana ya office, gala pamoja na miundombinu ya nje ambapo kuna tenki la maji, chumba cha umeme pamoja na fence ambazo ziko almost tuna 90% na. Akizungumza wakati wa ukaguzi wa maendeleo ya ujenzi huo, mkuu wa mkoa wa Geita Martin Shigela amemtaka mkandarasi kukamilisha kwa wakati sambamba na kuhakikisha usalama kwenye vifaa vya ujenzi unaimarishwa ili kuepuka mradi huo kukwama. Na niwashukuru sana wananchi wa Chato kwa kuendelea kutoa ushirikiano kwa kuweka dua jengo letu likamilike kwa wakati, ushirikiano kwa wafanyakazi wachache wanaopata fursa ya kufanya kazi hapa. Sisi tunaendelea kuwatia moyo na kuwapongeza wakandarasi wetu waendelee kufanya kile ambacho walielekezwa kufanya na ile kauli mbiu yao ipate kutimia, kumaliza kabla ya wakati. Asanteni sana. Kwa hiyo tutaendelea sisi kumshukuru Mheshimiwa Rais mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo kwa kweli Chato hajatuacha. Umetoka kuangalia soko la bilioni 1.7. Kutoka Chato, mimi ni Mrisho Sadik. Kwa Geita sasa tuelekee mkoani Mara ambako mifuko ya saruji 2597 ya madawati 20 na madawati 20 vimekabidhiwa kwa kata 30 za halmashauri ya wilaya Serengeti mkoani Mara, vyote vikiwa na thamani ya shilingi milioni 88 ambazo zitatumika katika kuboresha miundombinu ya sekta ya elimu na afya. Musa Makale na ripoti. Mifuko hii ya saruji 2597 ambayo imetolewa kupitia mfuko wa jimbo inaenda kutumika katika sekta ya afya pamoja na elimu. Moja na maeneo ya msingi ambayo tumefikiria kupeleka fedha, lakini uhitaji mkubwa uko katika eneo la elimu, uhitaji mkubwa upo katika eneo la afya. Hivyo tulikaa katika kamati na tukakubaliana kwamba tutahakikisha tunanunua simenti zenye thamani ya milioni 57. La Serengeti Angelina Marco na hapa anatoa maelekezo kwa watendaji kuhakikisha saruji hii inaenda kutumika kama ilivyokusudiwa na kutokuharibikia ndani. Tutakazopewa hizi simenti tukazitumia vizuri. Kwanza tunamuunga mkono na tunaendelea kumpa nguvu. Kila baada ya wiki on weekly basis nitaomba ripoti ya matumizi imetumikaje. Sementi zisiende kuganda. Madawati yasiende kuharibiwa. Zahanati kaende kukamilika na ifanye kazi. Wanaokabidhiwa ni madiwani wa halmashauri hii ya Serengeti kupeleka kwenye miradi yao, na hapa wakazungumza. Sisi tukuahidi ushirikiano wa dhati, iwe usiku, iwe mchana, iwe mvua, iwe vumbi. Kwa kweli nampongeza sana, hajapendelea na ametugawia sawia. Kutoka hapo wilani Serengeti mkoani Mara, jina langu ni Musa Makali. Mkuu wa jeshi la Pakistan Asim Munir anatazamiwa kwenda Teherani wakati Irani ikipitia pendekezo la karibuni la Marekani la kuvimaliza vita vya eneo hilo la Mashariki ya Kati, huku ziara hiyo ikitazamiwa kulenga kuendeleza mazungumzo na mashauriano na mamlaka za Irani, ingawa bado hakujakuwa na uwazi wa nia ya ziara hiyo. Taarifa hiyo imetolewa na shirika la habari la ISNA la nchini Iran, ambapo ziara ya Asim inakuja baada ya waziri wa mambo ya ndani wa Pakistan Mohsin Naqvi kwenda Irani siku ya Jumatano na kukutana na Rais Masoud Pezeshkian na waziri wa mambo ya nje Abbas Araghchi. Pakistan inayopakana na Irani upande wa mashariki imechukua jukumu la upatanishi wa mzozo kati ya Tehran na Washington ili kuvimaliza vita vilivyoanza Februari 28 mwaka huu baada ya Marekani na Israel kuanzisha mashambulizi. Na mtazamaji, taarifa hiyo basi inatupa nafasi sasa kwenda kuziangaza habari za biashara na uchumi. Endelea kusalia nasi.